Na kuna hawa wanaojiita leo Tanzania wameiteka. Mungu ameujiza, Mungu wa maajabu, wanakimbilia chupa za maji, chupa za mafuta na nini. Wakija huku watu wanaenda kama kondoo wasio chochote. Na uende na wewe umo, endelea kutanga, hautafika kwenye tumaini. Hautafika. Ndio maana utaona Mkristo mwaminifu, kiongozi mwaminifu, mchungaji mwaminifu anayewaambia watu njoeni, magonjwa yenu yote yatapona, shida zenu zitaisha. Ukimwona huyo mchungaji kwenye hilo kanisa, ujue huyo ni mvamizi, huyo amesnitch. Ni mpagani huyo aliyeingia ndani ya kanisa hili. Kanisa hili haliwaambii watu wamjue Yesu, wamuone Yesu, wamsubiri Yesu kwa miujiza. Ninaelewa Yesu anatenda miujiza mpaka leo, lakini sio matangazo ya kanisa hili. Hebu wewe fikiria, ingelikuwa huyu Yesu anaponya kila anayemfuata, niambie nani angebaki mpagani Songea hii? Kama ukiwa na Yesu uchumi wako unaenda kwenye vilele, mniambie nani angebaki mpagani? Ili kanisa lisingelijaa, lisingelitosha. Yaani hapa ni kwenye mkanyagano, ili ujue ya kwamba wote wanaofurika kwa vitu hivyo hawana Yesu, hawana tumaini, wanashadadia vitu vyake ingawa ni fake, bado hamna chochote. Nilieleza ya kwamba kwa Musa Mungu alidhihirisha njia zake. Kwa hawa Israeli, maana walikuwa wanashadadia miujiza, waliishia miujiza na walifia jangwani. Kwa maana miujiza, kwa maana uponyaji, kwa maana mambo ya uchumi, kwa maana mambo ya maombezi, na kuhakikisha hivi hautafikia tumaini. Mateso, dhiki, udhia na hayo yote sio adui wa ukuaji wako wa kiroho, ni rafiki pendwa. Sema nahubiri dini ngumu. Watu wanazungumza na wachungaji wangu hapa hivi, ningetokea leo nikatangaza nina maji ya upako. Pastor alizungumza Mwambenja hapa kwamba mshukuru mna watu wanaoeleza ukweli wa neno la Bwana. Mwadventista akiamua kuchunchura, uone kauli ya wakulia hiyo. Watu wanaenda usiku, hata jua linawaka anajifunika, anajibadilisha kama Sauli alienda kwa mchawi wa Endori. Hamna chochote. Bado Mkristo Mwadventista anashadadia maisha mazuri kana kwamba Yesu hatupatii maisha. Mpaka Yesu akasema, mbona mnahangaika hivyo? Baba yenu anajua mnahitaji hayo yote. Akasema, tafuteni kwanza ufalme wa wapi? Hayo mengine, tule nini, tunywe nini, tufanye nini, Baba yenu anajua na atawazidishia. Yaani Yesu anachosema ni hivi, katika swala la sala hatazamii watu wagubikwe na mahitaji, ila namna gani wanaweza kupata uzima wa milele. Mwenye sikio asikie.